Ijumaa njema, Ijumaa ya baraka, ambapo mpenzi mtazamaji, ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi na kubarikiwa pamoja, nikitumai kwamba unaendelea na kupokea mengi ambayo ni kuhusu Roho Mtakatifu. Na pia siku ya leo, asubuhi ya leo, ninaamini kwamba utaweza na kupokea yale ambayo huyo Roho Mtakatifu ameweza na kuandaa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, nayo ni kwa sababu yetu. Sio mwingine mbali ni Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Madinga, huyu hata Pastoret Machakos Sub Quarter. Karibu sana, tuzidi na kubarikiwa kwa pamoja. Ni asubuhi nyingine ambayo ni matumaini yangu ya kwamba umeamka vyema ukiwa mzima wa afya. Karibu katika neno la Mungu, ndugu dada mtazamaji, na naomba tukaweze kuanza siku ya leo kwa maombi. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi njema ya asubuhi ya leo. Asante kwa yote uliotufanyia. Tunasema asante. Neno lako li mbele yetu, tuendapo kulisoma ukatuongoze. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mtazamaji, leo ningependa tukaweze kusoma neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 22 na tumalizie wa 26. Tusome pamoja. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho, tusijisifu bure, tusichokozana na kuhusudiana. Bwana asifiwe. Ningependa kusema katika Roho ambaye alishuka alitupa tunda, na tunda kuu ni upendo. Bila shaka Mkristo yoyote anayemkubali Kristo anafaa kuwa na upendo. Hakuna yeyote anayeweza kusema mimi sijapewa kuwa na upendo, lakini nimepewa kingine. Hapana. Upendo ni tunda kuu na linafaa kuwa kwa kila mtu. Hata ukisoma neno la Mungu Yohana, si Mungu aliupenda ulimwengu, na kwa sababu ya upendo akatupa mwana wake Yesu pekee, akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Upendo mkuu usio na kifani. Kwa hivyo, jambo la kwanza katika Ukristo, Roho Mtakatifu anatupa upendo. Kwa hivyo Mkristo ni mtu wa upendo. Jana tu tulikuwa tunajifunza matunda ya mwili. Na hata leo tumesema mawazo ya mwili ni mawazo mabaya. Na leo tunajifunza ukiwa ndani ya Roho na mtu akikuangalia anaona mambo kama haya. Ni jinsi tu tulivyojifunza jana, mtu akiwa ndani ya mwili huonekana mazao. Naye mtu ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu, haya ndiyo matunda. Roho Mtakatifu anatupa kuwa na tunda la upendo. Kwa hivyo Wakristo ni watu wa kupendana. Na mahali popote utakapotembea na ukipata Wakristo hawapendani, jua hapo kuna shida. Jua hawa Wakristo wanatembea wakiwa ndani ya nini? Sitaki kutaja kwa sababu nimekufunza yale mambo
ambayo unaweza kutambua mtu ako hali gani. Leo tunaangalia mtu akiwa ndani ya Roho, na tumesema ni upendo, kuwapenda watu. Hata unampenda asiyependeka, yule ambaye unaona ni mtu mwovu kabisa, kwa Mungu unampenda kwa sababu huwezi kumchukia. Tunajua chuki ni cha Shetani na chuki ni tunda la mwili. Kwa hivyo upendo ndio tunda kuu kwa Wakristo. Kwa hivyo wewe kama Mkristo, je, umejaa upendo? Kuna mtu wakati huu ambaye haumpendi? Kuna mtu hamuongei? Kuna mtu umemtupa ama umemuondoa maishani mwako? Kwa sababu kama ni hivyo, Mungu wetu tunavyomtendea dhambi kila wakati angetutupa, lakini kwa upendo wake anatuvumilia. Hebu angalia, wewe umetenda mambo magani mabaya, lakini Mungu anaendelea na kukuvumilia. Na pia kuna nafasi unapotubu, unarejea tena katika ule upendo wa Mungu. Ni wa ajabu. Kwa hivyo Mkristo aliyejawa na Roho Mtakatifu kwanza ana tunda la upendo. Mtu wa kupenda watu. Furaha. Huwezi kufurahi kama umekasirika. Una furaha kwa sababu ya upendo. Unasikia uko na furaha. Unaonekana tu wewe ni mtu wa furaha. Ni mtu wa amani. Si wa kuleta furugu. Mtu ambaye ako ndani ya Roho ni wa kufanya amani. Mahali popote alipo ni amani. Anahubiri amani. Akipata watu ambao hawapatani, anawarejeshea pamoja, anawaunganisha pamoja, wanarejea tu wakiwa na amani. Akienda katika boma ambalo watu wanazozana, anajaribu kudumisha amani. Uvumilivu. Unajua upendo uvumilia. Ukiwa na upendo utavumilia mwenzako. Hata anapokukanyanga kidole utavumilia. Kwa sababu gani? Unampenda. Kuna upendo. Huwezi kulipisha kisasi kwa sababu wewe una upendo. Utu. Unaona tu wewe ni binadamu, na binadamu anafaa kufanyiwa matendo mazuri. Lakini kuna watu ambao hawana utu, wanatenda kinyama. Naona mtu anachukua panga, anakata mwanadamu mwenzake, hana utu. Kwa hivyo huyo hana Roho Mtakatifu, hana upendo, kwa sababu upendo ndio tunda kuu. Kwa hivyo kuwa na utu, unaona mwenzako ni mtu kama wewe, una huruma, fadhili, uaminifu, kuwa mwaminifu kwa wote, upole na kiasi. Hayo ndiyo matunda ya Roho. Na ukimwangalia mwenzako, pia unaweza kusema hakika fulani anatembea akiwa ndani ya Roho. Kwa sababu matunda yanaonekana na yanaanza kwa upendo. Huyu mtu anawapenda watu. Huyu mtu anaongea amani. Huyu mtu anaunganisha watu wanakuwa kitu kimoja. Ni mtu ambaye anakaa na amani na wale wengine. Si mtu wa kuonga ama wa ufisadi, wa kutoa kitu ambacho akistahili. Na hapo tukifika hapo, ndipo ningependa kuuliza swali. Je, ufisadi unaanza wapi? Sisi wa Kristo kweli hakika tunachangia ufisadi? Sitaki kutaja, wewe unaona na unajua jinsi mambo yanavyoendelea siku hizi. Je, wewe ni mfisadi? Kwa sababu Mkristo wa kweli aliye na upendo, anayeongozwa na Roho Mtakatifu,
hawezi kufanya ufisadi. Anasema yeye anatenda haki kwa wenzao, hata kama ni jambo analizungumza jinsi ilivyo. Unaona ni rahisi? Ndio, tunajiita Wakristo, lakini tumeona sisi Wakristo tukiwa ndani ya Roho Mtakatifu anatuongoza tusifanye ufisadi. Wewe ni mfisadi? Mimi ni mfisadi? Na hayo mambo ndiyo yanayoendelea na kutuhukumu katika Ukristo wetu. Ni nani anayeweza kusema mimi hakika nina upendo, mimi hakika ni mwaminifu, mimi hakika siwezi kufanya ufisadi, kwa sababu Roho Mtakatifu ananidhihirishia kungeuza kitu kiwe kizuri na ni kibaya? Hiyo ndiyo ufisadi, na mambo mengi kama hayo. Kwa hivyo, ndugu mtazamaji na dada yangu, Ukristo ni lazima tuonyeshe upendo, kuwapenda watu wote, kufanya amani na kila mtu, na kuenda hata kama ni kazini, watu wote wanaelewa wewe ni mtu wa upendo na wewe ni mtu wa amani, na waweze kutoa ushuhuda, waseme hakika fulani ni Mkristo. Ukitenda hayo yatajidhihirisha, na wengine watatoa ushuhuda kwako, waseme hakika fulani ni Mkristo. Bwana aendelee na kukusaidia, na Bwana na alibariki neno lake. Amina. Baba yetu, tunakushukuru, tunakuinua kwa sababu ya wema wako. Hakika neno lako linaendelea na kutufundisha. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya roho yetu, tunaomba aendelee na kutusaidia akiwa mwalimu. Tusaidie, na ni katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu nimeomba. Amina. Kuishi maisha ya kuonyesha matendo tuishi maisha ambayo yanaonyesha matendo ya matunda ya Roho Mtakatifu. Je, hayo matunda ambayo tumeweza na kufundishwa asubuhi ya leo, wewe umeyashika? Maana najua hata unayajua tu, unayafahamu. Huwa unaishi kulingana na hayo matunda ya Roho Mtakatifu, ama uliweza na kuachilia 1, 2, 3? Ninakusihi tu ili ukaweze na kujirudia na kuona ni lipi tunda ambalo wewe mwenyewe uliweza na kulitupilia mbali. Maana kupitia kwa matendo yetu hayo yote huwa yanaonekana. Na tukaweza na kujua kuna umuhimu, kuna umuhimu wa kumruhusu Roho Mtakatifu akaweza na kufanya kazi ndani yetu, ili yale matunda tukaweza na kuyafanyisha kazi kupitia kwa matendo ambayo huwa tunayatenda kila siku. Na pia tukaweze na kujua kwamba kukua kiroho ni kuwa mfano mwema katika jamii, mahali pale ambapo unatoka, unaishi, kila mahali tu unafaa kuonekana kwamba wewe mwenyewe umeweza na kukua kiroho. Roho Mtakatifu ndiye ataweza na kutusaidia hayo yote, na pia tuwe na umoja, tuwe na ushirikiano, na tuwe na roho ya kujali wale wengine, na roho ya upendo. Ninakutakia wakati mwema, siku njema kwa ndugu zetu ambao wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Shalom.